kijana Uhuru Kenyatta Migai, mbunge mtarajiwa Embakasi Central 2027. Mtetezi ya wanyonge. Omosho, unauliza nini mtoto wa Uhuru? Asante sana Mr. Speaker. President yetu mjukuu, tunakupenda na tumekupea 100 kwa 100 kwa rais. Lakini tafadhali ukiongea sema tu wewe ni mjukuu. Lakini mwana wa Kenyatta Migai Uhuru alitusumbua sana. So hii kitu ndio ukae zaidi. Ndio hii Kenyatta sibitoa. Jitu ni mjukuu. Asante sana Mr. Speaker. Information Mr. Speaker, Omosa ameongea kitu mbaya sana. Mjukuu bunduki lazima ajiite kijana Uhuru Kenyatta. Na tumeona imefanya kazi. Na waambianga life ni spiritual. Umeona baba yake Uhuru Kenyatta Migai alikuwa president. Yeye pia mjukuu bunduki kijana Uhuru Kenyatta ni president. So shida iko wapi? Wewe huna nyota. Speaker, hata wewe utaimpichiwa juu huyu alikuwa nini? Alibaniwa hata wewe baniwe. Haya, asanteni sana. Ula anajitetea. Mimi nataka kusema hivi. Kuhusu mambo nimesikia kwamba wao tunatumiwa sijui tunafanya nini. Ni wakati imefika sisi kama vijana aswa Western region lazima tukue very careful. Nimesikia hapo wengine wakisema sijui tunaitwa, sijui anataka kuwa kwa table. Nuru anataka kuwa kwa table. Utakuwa kwa table mtu mmoja. Wewe mwenyewe ukipigiwa simu wewe ita mwingine. Utakuwa hiyo kwa table nani atakuita? The reason why vijana wengi hawezi itwa kwa table kwa sababu akipigiwa simu ananyemelea peke yake. So nani wewe atakuja kwa table? Kama nani? Una nini? Utaitwa kwa table kama uko na watu nyuma yako. Kama una watu, wewe pia ni abiria kama wengine. So ili uitwe kwa table kama kijana, lazima kuwe na zaidi ya vijana wengi nyuma yako. Siasa ya Kenya ni wewe mwenyewe ujipange. Nasua, Luo Nyanza, Western. Kama tunajipanga, kama wamesema hapa baada ya William Ruto, Central. Hiyo ndio mtindo. Hiyo ndio mtindo. Na hii mtindo inakuja kwa sababu gani? Saa hii tuko kwa serikali. Tuko na John Mbadi, tuko na Wandai, tuko na Umo Loga, tuko na Mheshimiwa Wycliffe Ombeso Paranya. Hao ni watu wa Western region. Badala hawa viongozi nimewasabia waweke mikakati namna wataunganisha jamii yao wote pamoja, tusungumuse lugha moja, tuangalie idadi ya kura zetu, tukue na mpango kambambe ya kusupport William Ruto ama kusupport nani, ili yule ambaye atachukua kwa serikali tukue ndani ya serikali. Wao wenyewe wamejiweka kando, wanaanza kupigana wao kwa wao. Ni vigumu. Saa hii Wakalenjin wamenyamaza. Hakuna mtu anaongea, hata Kasudi amenyamaza. Kwa sababu gani? Wanapanga 2027. Sisi Ruto 10. Ruto anakula 2 term na wewe mwenyewe hujui kama utarudishwa kazi. Watu wa Central saa hii wamenyamaza, hawazungumuzi. Wameacha Gachagua ndio anapiga nduru. Wale wote wamenyamaza. Saa hii kila mtu wanapangana. But sisi tunapangana juu ya chopa, tunapangana ndani ya Airbnbs, tunapangana kwa bar. Hapo tunapangana. Yaani kupimana kujaza pombe kwa meza. Ndugu zangu, siasa kama tunajipanga kama Mluya na Mjaluo, my friend, tutakuwa abiria. Another 1000 years coming. Tutakuwa abiria. Kwa sababu William Ruto ametupa nafasi. William Ruto ametuweka kwa pesa. William Ruto ametuweka kwa cooperative. William Ruto ametuweka kwa sitima, na ndio bado Luo Nyanza na Western makura sitima. Haipo. Ndio maana Luo Nyanza hata mashirika ya vyama bado hazipo. Group hakuna mtu anatengeneza group alete pesa kuna. Ndio maana saa hii tumepewa finance John Mbadi. Jamani, stingy.
Stingy mbaya ndugu zangu. Stingy. Juzi walikuwa wanapiga kelele hapa. Oh! Wakikuwa waizi. Abule mtu akasema ni waizi, ndio. Sawa. Natoa waziri wa fedha, Jigula Ndungu na leta wewe. Nini anasaidia Wajaluo? Siri kukimbia na chopa peke yake. Pesa iko safe. Ndugu zangu. Serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai 2013 to 2016. Ukiangalia aliyekuwa waziri wa fedha Henry Rotich alisitakiwa ya kwamba waliiba pesa. Baada ya mwisho wa siku hakusitakiwa kwa sababu hakukuwa na ushahidi ya kutosha, lakini si pesa ilitembea. Si ilitembea Rift Valley na Central. Sai aliwajifanya wewe malaika. Malaika gani hapo Wajaluo ni maskini? Malaika gani? Hapana. Tuletee pesa badi. Kama kuna pesa my friend. Bado almost ni wakati wa kusema ukweli. Sai hatuwezi bembeleza wanasiasa wa Nyanza. Hakuna Raila Odinga my friend. Raila alifungwa miaka 9. Ndio maana hatungeweza kuomba Raila chochote. Sai hao wenye wako hapa my friend, kadi unakaa mahali unatojea Ruto 10. Kama hakuna faida kwangu, unaenda na Ruto nyumbani. Mambo pusi tuachane ndugu zangu. Ruto amefanya kazi nzuri, amepeana kazi. Viongozi wako wapi? Hao wako wapi hao viongozi? Oparanya kwa wapi? Tunataka pesa kwa groups Oparanya, tuletee pesa bwana. Mbadi, tunataka pesa kwa group. Wewe uko hapa na hizo pesa. Then kesho Ruto akirudi achague Mkikuyu weke. Oh, Ruto ni mkabila. Wewe ulikuwa hapo, ulikuwa nakula naye wanawake. Ama nani unasaidia nayo? Bwana. Then sasa tunaambiwa hapa juzi wamesema haya mbunge Kiaru ni muizi kwa sababu amewekwa kwa budget kama mwenyekiti ya budget. Sasa tu kuna Tandi anafanya gym ananyoa kipara. Anafanya gym ananyoa kipara. Inasaidia Mjaluo na nini kunyoa kwako kipara mheshimiwa Tandi? Kufuga kwako ndevu mheshimiwa Tandi inasaidia Aleko Songa na nini? Ndugu zangu, mimi nataka kuambia mheshimiwa Rais William Ruto, kama kuna watu wanakupeleka nyumbani express ni viongozi wa Jaluo. Express. Kama kuna viongozi wanakupeleka nyumbani, number 1 pia Wandai. Number 2 John Mbadi. Number 3 Samuel Atandi. Number 4 Oumo Luga. Ndugu zangu, mimi nataka kuambia mheshimiwa William Ruto, ulijaribu kadri uwezo wako, lakini viongozi ambao ulipea hiyo nafasi ya uongozi hawana uwezo ya uongozi. Hawana. Ukienda Luo Nyanza kila mtu analea. Wanakudanganya rais, broadbase iko sawa. Broadbase gani? Pesa zako wanabeba na gunia wanawekea wanawake tu kwa ba. Ndugu zangu, mimi nataka kuambia Kiratandi 2027 iwapo itachaguliwa mheshimiwa Rais William Ruto, utapoteza kazi kama mwenyekiti ya budget. Nataka nikwambie. Wandai, kama Ruto atachaguliwa utapoteza kazi kwa sababu huna value kwa mheshimiwa rais. John Mbadi, kama Ruto atachaguliwa, my friend, hiyo finance minister asaidia Wajaluo, inakusaidia wewe na nyumba yako. So Ruto akirudi unaenda nyumbani. Hauna value kwa Jaluo. Nataka kuambia mheshimiwa William Ruto, ile kura unahesabu ya Jaluo, kura ya Raymond Omolo na kura ya mheshimiwa Okaisala. Hizo hesabu. Hizo ziko. Hao wakikwambia kwamba wako na kura 20,000, hiyo iko automatically utapata William Ruto. Hiyo iko. But akina hii yetu ya ODM ati kura 2.2 million Ruto, unless uibe hizo kura zetu. But hao Wajaluo walete nothing, hautapata. Ndugu zangu Wajaluo, siasa ni interest. Siasa ni kufanyia jamii yako. Basi sisi tuko na viongozi ambao wanafanyia watu kwa baa, hawafanyii Wajaluo wenzao. Sasa tumepewa pesa. Hiyo pesa inasaidia Mjaluo ni nini? Mkikuyu alikuwa hapa juzi, Wekuu alikuwa anapewa pesa ya loan. Saa hii tunapewa ni hakuna. Hakuachana hiyo kitu haribike tu. Bwana, tupunguze kisungu, tufanyie kazi. Tupunguze kisungu bwana. Umeingia ofisi ya Mjaluo zako, ameweka na kisungu mingi. Kisungu mingi sana.
Wametuweka na kizungu mingi. Mimi ni Mjaluo, anaona mimi ni Otieno, yeye ni Nyango. Bado niweka na kizungu gani? You know. Bwana my friend, ukienda ofisi ya Mkalenjin, watu wenu Mkale wanazungumza Kalenjin. Ukienda ofisi ya Ria, jamii Somali, akijua wewe ni Abdi Somali. Kikuyu the same. Aya ukienda kwa Kisii the same. But Mjaluo Moloya. Punguza kisungu. Haitusaidii. How are you? Welcome from Rais. Hapa inaribika. Mr. Speaker Maguso anaweza kurudi. Wacha kufika kwa hiyo bwana. So, nataka kusema hivi. Mimi nataka kusema hivi kwa kifupi. Ya kwamba mimi ningependa kuambia Mheshimiwa Raymond Omolo. Mnyasumbi. Na hii nataka kama itamfikie ndio kuambia Raymond Omolo. Tunataka viongozi kama wewe. Hatutaki akili ya maandamano na akili ya kisungu mingi. Kama kuna mtu ambaye anaweza kutusaidia saa hii ni Raymond Omolo. Mbadi wewe na hiyo ofisi yako unafanya naye nini? Kisungu mingi itabadilika maendeleo. Wandai the same. Wandai punguza kisungu mingi. Fanya kazi namna Raymond Omolo anafanya kazi. Juzi maskari imechukuliwa. Ngapi wamechukuliwa? Nauliza Wandai, siulizi Raymond Omolo. Wandai ameandika maskari ngapi? Wangapi wa Wandai? Wandai ameandika kitu kama acha bwana, acha bwana. Wacha bwana. Mozo acha bwana. Sini ukweli. Acha ukweli gani? Wacha askari 100 aliandika kutoka wapi? Wacha bwana. Aliandika Mr. Wacha bwana. Next time kama tutapata. Wacha. My friend. Wacha. Hatuwezi tetea kina Wandai bwana my friend. Alipeana wapi? Ziko wapi? Hicho Jacaranda alichukua ngapi ama sisi Wajaluo? Sisi Wajaluo. Hakuna kitu kama hiyo. Huwezi kuniconvince. Niambie Molo. Next ni sisi kama tunapata polisi. Next ni sisi. Kuna kitu kama hiyo. Next. Hakuna. Yuko next. Hakuna. Utaki next. Hakuna kitu kama hiyo. My friend. Lakini hii siasa kina Wandai, my friend, siwezi kubali. Hakuna kitu kama hiyo. Kama sitima ndio yake ameshindwa kuunganisha, polisi atapeana nani? Sitima ameshindwa kuunganisha. Hata Ugunja kwa sisi mahali anatoka, hakuna mahali kuna sitima. Sasa polisi atapeana. Bwana Lunya anza mahindi gani umozi bwana? Wacha hiyo jokes bwana. Mahindi gani? Wacha mambo kama hiyo bwana. Wacha hiyo jokes serious. Wacha hiyo jokes. My friend, mambo kuniambia Mjaluo mezangu ilisaidi. Jaluo alinango. My friend, it is high time tuambie viongozi wetu ukweli. Waliounganisha tafadhali Mozi. Waliounganisha sitima Central ni wa Kikuyu, hawakuwa Wajaluo. Waliounganisha sitima Rift Valley ni wa Kalenjin. Serikali ngoja bwana. Ngoja. Serikali Uhuru Kenyatta. Serikali Uhuru Kenyatta ngoja. Order please. Nani? Mozi. Mimi naomba hii kelele tu moja. Wacha rais amalize kuongea yake. My friend, serikali Uhuru Kenyatta, yule mtu alikuwa waziri wa Kawe, alikuwa ni Charles Keter. Si alikuwa Mkalenjin. Sasa hii tumepewa na William Ruto, Mjaluo. Badala waunganishe stima, yani unapata pulse moja, hii pulse imebebwa na nini na lori. Inalonjiwa hapa, inaenda kulonjiwa tena constituency nyingine. Bado hizo nojinga hizo kubali tena. Hizo ni nonsense, haziwezi tolerate tena Lunyanza. Unganisha stima. Saa imeisha. Wandai, hatuna muda tena. Muda ni hii. Kama mtaunganisha, my friend. Bwana ngani? Nenda nyumbani bwana. Bye bye. Bwana, ngoja bwana. It is our time bwana. Wacha Mozi. Hatuwezi sema broad base na hakuna maendeleo. Hatuwezi sema broad base na hakuna pesa kwa mfuko yetu. Hatuwezi sema broad base na hakuna dawa. Bwana. Hatuwezi sema broad base na Wajaluo na Waluya wajiriwa kama walimu. Hatuwezi.
Hatuwezi sema broad base na polisi hajajiriwa Wajaluo na Muluya. Hatuwezi kufanya kazi gani? Tutasema broad base kama Wajaluo wamejiriwa polisi, Muluya wamejiriwa polisi, daktari wamejiriwa Muluya, Mjaluo wamejiriwa. Hii mambo ya puzipuzi ndogo ndogo wanasema wanakaa kwa bar wakilisha tumbo zao na girlfriend zao wanatuambia broad base. My friend, broad base kama Mjaluo na Muluya ameandikwa kwa serikali. Polisi, Kenya Power, daktari, nurses. Hapo tunasema broad base. Pia mambo ya KRA. Kenya Revenue Authority. Hapo tunataka pia Wajaluo ingie ndani na Muluya. Mwache kutubaba fala. Hii mambo kutambia broad base na kuna. Tumesema sekta 4. KRA, Muluya na Mjaluo ajiriwe. Polisi, Mjaluo Muluya. Polisi ni daktari, Mjaluo Muluya. Nurses, Mjaluo Muluya. Walimu, Mjaluo Muluya. Kama kuna kitu kama hiyo. Polisi toa. Ngoja bwana. Wala kuna polisi. Ngoja. Order. Wache mchezo. Polisi wana kusani ungemanda. Mwache mchezo. Nikimalizia nasema hivi. Nimeona kama Mheshimiwa Jalas amesema anataka senator. Welcome Mheshimiwa senator. But Kenya ujue ya kwamba hakuna Raila Odinga. Hiyo ndio ujue. Hakuna Raila Odinga. Pili, report book yako. Tunataka kuconfirm Lang'ata umefanya nini? Sasa unataka kucontrol 17 constituency. Kama constituency moja imekushinda, sasa 17 constituency utawakilisha. Enda ucheze Wangala. Kule. My friend, mimi nataka kusema hivi. Munaona siasa watu wanapangwa. My friend, Lang'ata imeenda. Lang'ata ni Abbas. Sasa juzi Jalas Nyemenye amekubali. Lang'ata ni Abbas kwa sababu gani? Abbas juzi ni MCA. Anatoa 50 milioni. Ya basari. Kwa na 50 milioni ametoa wapi? Jalas yake Jalas anatoa 20 milioni na 50 milioni. 50 milioni. Basari 50 milioni. 50 milioni. Maana haki wewe. Ngoja bwana. Wewe unafikiria leo. Haki. Ngoja. Basari. Jalas akona 200 milioni. Hiyo ni pesa CDF anapeleka wapi? Every year anapeleka wapi? MCA ambaye hana location anaweza toa 50 milioni na basari. Leo unataka kusema bwana. Hata kiama kuna wewe milioni. Ndugu zangu, ni wakati tufuate viongozi ambao wanaleta maendeleo. Lazima ujipange. Na wewe kama kiongozi ulichaguliwa na uweze leta sera yako, shauri yako. Hapa governor wa Nairobi Johnson Sakaja alisema kitu moja, tap to eat. Watoto wanakula mwakuli. Wanakula mwakuli. My friend,